Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kwa hakika leo tulikuwa katika jambo adhim ambalo limefanyika katika manispaa ya Tabora, ambayo ni jambo la kuadhimisha maneno ya Mwenyezi Mungu, kitabu cha Allah Al-Qur'an Al-Karim. Tulikuwa na mashindano makubwa ya Qur'ani katika njia ya tajwidi, tukiwashirikisha vijana wetu ndani ya wilaya hapa manispaa, na kwa kweli mashindano yamekuwa ni makubwa sana, mwitikio umekuwa mkubwa sana, mahudhurio yamekuwa makubwa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kwa kweli tumeonesha jambo kubwa katika mji wa Tabora, na hili sisi tumeliandaa kama BAKWATA wilaya Tabora tukishirikiana na taasisi ya Dhikri Foundation, na lilikuwa jambo la ghafla sana ambalo limeandaliwa kwa muda wa siku 3 tu hazizidi. Ni baada ya kuona kwamba kwa nini tunaangalia kwenye mitandao ya kijamii maeneo mbalimbali mwezi wa Ramadhani watu wanaacha mambo yao, wanaacha shughuli zao na wanamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala, wanaacha mambo yao wanaelekea kufanya mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanamaliza masiku yao katika ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya mashindano ya Qur'ani mbalimbali, kwa kufanya makongamano mbalimbali, kwa kufanya mambo mbalimbali ya dini. Baada ya kuona kwamba Tabora mwaka huu toka tarehe 1 Ramadhani mpaka tunakwenda kuishia mwisho wa Ramadhani bado hapajawa na jambo ambalo pengine litawakusanya Waislamu kwa wingi na wakaweza kurakiz imani zao na wakaweza kupata fadhila katika jambo hilo kwa kipindi ambacho watakachokuwa wamedumu ndani ya jambo hilo. Ndio likaja wazo basi kwamba ifanyike mashindano ya Qur'an na kongamano kubwa, Waislamu wapate mawaidha, Waislamu wasikie kitabu chao kitukufu cha Qur'ani ili wapate fadhila na thawabu katika siku hii ya leo. Alhamdulillah, kwa kweli jambo limefana na jambo lilikuwa kubwa. Nichukue fursa hii kuwashukuru wale wote ambao waliohudhuria ndani ya kongamano hili, kina baba na kina mama, watoto na wengineo wote ambao waliacha mambo yao na kuhudhuria tukawa pamoja katika jambo hili. Lakini pia sina budi niwashukuru watu ambao ndio waliowezesha kongamano hili lifanyike kwa muda mfupi katika sura hii, na alhamdulillah watu hawa Mwenyezi Mungu awalipe kheri na awazidishie imani na azidi kulainisha nafsi zao waweze kuyafanya makubwa zaidi katika dini. Naomba nipeleke shukurani zangu za dhati kabisa kwa dada yetu na ndugu yetu Bi Munde Tambwe ambaye ni mbunge wa viti maalumu katika mkoa wa Tabora, ambaye yeye ameweza kudhamini zawadi zote ambazo zilizotolewa hapa katika mashindano haya. Lakini pia si zawadi tu, ameweza kuchangia uzinduzi wa mfuko maalum kwa ajili ya mashindano haya, na ameahidi kwamba yeye atachangia shilingi milioni 1. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Lakini pia nipeleke shukrani zangu za dhati kwa ndugu yetu, kaka yetu bwana Shabani Mruto au jina maarufu Musoma Utalii. Ndugu yetu huyu pia naye amekuwa mbele sana katika masuala ya kheri, katika mambo ya kheri. Tunashukuru sana kwa mchango wake mkubwa ambaye na yeye pia akachangia ili kufanikisha jambo hili la mashindano ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie kila la kheri. Lakini pia nipeleke shukurani zangu za dhati kabisa kwa ndugu yetu bwana Kisamba Tambwe ambaye toka awali yeye amedhamini matangazo yote ya PA, lakini na matangazo ambayo yalikuwa yakiendeshwa hapa katika ukumbi huu ameyadhamini yeye. Lakini si hivyo, ameweza kuchangia mambo mbalimbali kuhakikisha kwamba jambo hili linakamilika. Ameongeza zawadi kwa baadhi ya washiriki, lakini si hivyo tu, amegawa iftari kwa baadhi ya mashekhe ambao walihudhuria hapa. Basi walillahi alhamdu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye amjalie kila la kheri. Lakini pia nichukue fursa hii kushukuru sana wote ambao waliokuwa mbele. Ni wengi kwa kweli, muda haunitoshi kuwashukuru wote, lakini nipeleke shukrani zangu za dhati sana kwa Mheshimiwa Ghulam
Ghulamu Deuji naye ni mmoja katika watu ambao amejitolea. Aliniambia, Sheikh, mimi niachie viti vyote kwangu, na alhamdulillah ukumbi umependeza kwa kukusanyika kwa viti vingi, na alhamdulillah naye pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie kila la kheri. Na wote waliotoa, ndugu yetu mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri kule Uyui, naye akachangia alichojaliwa, na wengineo walichangia fikra na mawazo ili kufanikisha jambo hili. Wote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalipe kila la kheri. Na washukuru sana viongozi wa taasisi ya Dhikri Foundation, uongozi wa Juvikiba wilaya, wamepambana sana, wakawa hawalali wakisha kwamba jambo hili linakamilika. Lakini shukrani za kipekee kabisa nimshukuru dada yetu na mheshimiwa diwani wa kata ya Mwinyi, Bi Khadija Bunduki maarufu Bi Khadija Boy, kwa namna ambavyo naye amejitoa kulichukua jambo hili na kuhakikisha kwamba linafanyika kwa viwango vinavyohitajika. Ametupambia ukumbi kiasi ambacho walillahi alhamdu, kila aloingia ndani ya ukumbi amekiri kabisa na akajihisi kwamba yuko mahala ambapo hatamani kutoka kwa haraka. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri dada yetu na wote. Lakini pia shukrani za dhati sana kwa uongozi mzima wa chuo cha utumishi uhazili kwa kutupa ukumbi na tukafanya mambo yetu haya bila malipo ya aina yoyote. Pia nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie kheri. Inshallah tumeazimia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akipenda, mashindano haya yatafanyika kila mwaka. Tumeanza mwaka huu, lakini tutafanya mashindano kila mwaka na sio mashindano mamoja. Tutakuwa na mashindano ya kimisikiti, tutakuwa tuna mashindano ya kikata, tutakuwa tuna mashindano ya kiwilaya, ili kuweza kuinua vipaji vya vijana wetu katika kuhifadhi Qur'ani, lakini katika kuisoma Qur'ani, lakini pia kuihiwisha Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia tutakuwa tuna makongamano ambayo tutafanya kila wakati. Haya hayana Ramadhani wala hayana siku za kawaida. Tutaandaa makongamano mbalimbali kwa ajili ya kuhuisha nafsi za watu na kujaza imani katika nyoyo za watu, ili kuwaweka Waislamu sawasawa na waifahamu dini yao na wafate maamrisho ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na kutakieni Ramadhani Karim, Ramadhani njema. Tunamaliza mfungo mtukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuingie katika malengo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupangia, la'allakum tattaqun. Naamini kwa wale ambao walioifunga Ramadhani kwa imanan wa ihtisaba, wakaifunga kwa imani na kutarajia thawabu, wakayaacha yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyowakataza wasiyafanye katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba ikawa ni sababu ya kuharibu saumu zao, na wakafata yale yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayoyataka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikawa ni sababu ya kutengeneza saumu zao. Bila shaka watu hawa Ramadhani itakwisha, itakuwa ni darasa kwao na chuo kwao, watakuwa ni watu ambao wacha Mungu mpaka baada ya Ramadhani. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apokee saumu zetu, atusamehe makosa yetu ambayo tuliyofanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na miezi mingine kwa kuteleza. Mwenyezi Mungu atusamehe, apokee saumu zetu, aondoe nuksani yoyote ambayo inayopatikana katika funga zetu. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.